Tulionayo usiku huu: serikali yatoa tahadhari ya uhifadhi wa chakula kufuatia uwezekano wa mvua nyingi. Askofu Robert Pangani wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi amewataka wazazi na walezi kuwapa watoto malezi bora, kuwafundisha kumjua Mungu. Na katika habari za kimataifa, watu 47 wameuawa na wengine zaidi ya 50 wametekwa nyara nchini Haiti. Na katika habari za michezo, ligi kuu Tanzania bara kuendelea tena kesho kwa michezo miwili. Naam, karibu sana kwenye matangazo ya Baraka Habari kwa siku hii ya leo, tuweze kukuhabarisha habari ambazo tuko nazo. Bila shaka uko buheri wa afya iliyo njema kabisa. Kumbuka habari hii pia unaweza ukaipata kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina la Baraka Media. Nenda huko pia ili uweze kupokea na kuyapata yale yote ambayo tunakuwa tumekuwekea, ikiwemo pia mbashara wa habari hii ya siku hii ya leo. Moja kwa moja tuanze kuangazia habari zetu kwa usiku huu, tukianzia mkoani Dodoma ambapo serikali imewataka wananchi kutunza sehemu ya chakula walichovuna mwaka huu kutokana na uwezekano wa mvua nyingi katika baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki ambazo zinaweza kuathiri uzalishaji wa chakula msimu ujao. Wito huo umetolewa na naibu waziri wa kilimo David Silinde wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa Nancy Nyalusi katika mkutano wa 4 wa bunge la 13 kipindi cha maswali na majibu ulioanza leo jijini Dodoma. Mheshimiwa Nancy Hassan Nyalusi, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Tunaipongeza serikali kwa hatua ambazo mmeendelea kuzichukua za kuanza kufanya urasimishaji. Katika zoezi la urasimishaji, je, wananchi wazao wamepewa kipaumbele gani katika eneo hilo? Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuwalinda wakulima ni pamoja na kuhakikisha kwamba kuna masoko na bei nzuri ya mazao. Je, ni lini serikali itaanza kununua mahindi ya wakulima? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimpongeze sana Mheshimiwa Nancy Nyalusi, mbunge wa viti maalum mkoa wa Iringa, kwa maswali yake ya msingi yenye faida kwa wananchi wa mkoa wake. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba katika yale maeneo ambayo sasa hivi tunaendelea na zoezi la kupima na kumilikisha ardhi, watu ambao wanapewa kipaumbele namba 1 ni wazao ambao walikuwa wanamiliki maeneo yale. Na ndio maana katika hili zoezi ambalo liko chini ya usimamizi wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji pamoja na Halmashauri ya Iringa, jambo hilo limekuwa likipewa kipaumbele, na tutahakikisha wananchi wale ambao ndio walikuwa wazao pale mwanzo wanamiliki maeneo hayo. Lakini swala la pili ni kuhusu lini NFRA itanunua mahindi, ambayo tunakiri kwamba mwaka huu uzalishaji umekuwa mkubwa sana hapa nchini. Kwanza Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru naibu waziri wa viwanda na biashara, alitutotea ufafanuzi mzuri, na mimi tu niongezee kwamba waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo ameshaelekeza mamlaka ya mazao mchanganyiko CPB pamoja na CPB kuhakikisha kwamba wanaanza kununua mazao, lakini vile vile NFRA kabla ya mwisho wa mwezi wa 8, mwezi huu ambao tunauanza, na wenyewe waingie sokoni kuongeza nguvu. Lakini pamoja na maelekezo hayo, nitoe rai kwa wananchi. Tumeshasikia taarifa zimetolewa na mamlaka za hali ya hewa nchini pamoja na duniani kuhusu
uwepo ama utabiri wa mvua za El Nino katika mwaka huu. Manake kama kukiwa na El Nino, manake kutakuwa na changamoto katika uzalishaji, na kama kutakuwa na changamoto katika uzalishaji, manake tunaweza tukawa na hatari kubwa ya uwepo wa njaa katika mwaka unaofuatia. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote kuhakikisha kwanza tutunze chakula ambacho tumekivuna mwaka huu kwa ajili ya mwakani, lakini wakati huo huo NFRA watakapokuja, manake kunakuwa na tabia wananchi kuuza chakula chote na mwisho kuja kulalamika kwa ajili ya kutaka kupewa chakula cha msaada. Kwa hiyo rai ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunatunza chakula tulichokipata, yani tuhakikishe kwamba una uwezo wa kuwa na chakula cha kukaa nacho kwa miaka miwili kabla ya kufikiria kwenda kukiuza kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kwa hiyo niliona iwe ni rai yetu ya kwanza kabla ya kufikiria kwenda kuyauza mazao yetu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Baada ya taarifa hiyo, msikilizaji na mtazamaji wa Baraka TV kutokea Dodoma, sasa ni kupeleke mkoani Mbeya ambapo askofu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi Robert Pangani amewataka wazazi na walezi kutoa malezi bora kwa watoto ikiwemo kuwafundisha kumjua Mungu. Askofu Pangani ametoa rai hiyo wakati wa ibada maalumu ya utoaji wa sadaka kwa ajili ya ununuzi wa vyombo vya muziki iliyofanyika katika ushirika wa Iyunga jijini Mbeya. Mungu asaidie sana mnaowalea watoto katika njia ipasayo. Na pia watoto wa Sunday School, ninaombeni sana kila Jumapili naongea hili jambo, msiache kuwaleta kanisani wazazi na walezi. Kabisa watoto wa Sunday School ni msingi wa kanisa. Kuna kazi tunazifanya leo kama waumini wenye nguvu na wenye imani kwa sababu kuna msingi tulioanza nao huko chini, walitulea. Kwa hiyo kila majira na kila wakati, kila mtoto tunayepewa, mlete mbele za Mungu. Ujue kwa mnaliandaa kanisa la kesho. Kuna wakati nguvu zitapungua kwako, atasimama huyo uliyemlea leo. Katika ibada hiyo, Askofu Pangani pia amezitaka kwaya na waimbaji wa nyimbo za Injili kuachana na tabia ya kutumia CD wakati wa kuimba, badala yake kutumia vipaji na sauti walizopewa na Mungu kwa kuimba moja kwa moja. Amesema matumizi makubwa ya vyombo vya muziki yasifanye waimbaji kusahau umuhimu wa kutumia vipaji vyao katika kumtukuza Mungu. Katika huduma, kwa nini tukwame? Lakini naumia sana nikiona mnapita hapa mbele, na si hapa tu, umeme ukata ncha, watu wanapotezana hapa. Mwenye kutafuta kwenda kukaa anaanza kutafuta kwenda kukaa, mwenye kumwangalia kiongozi, mwenye kusimama hivi, yaani utafikiri ni nini hicho? Vijana, why? Sitarajii jambo tena. Siwaombi, ni agizo. Sitarajii jambo tena. Popote pa mnapokuwa, sitarajii jambo tena. Siwaombi, ni agizo. Sitarajii jambo tena. Popote pa mnapokuwa, katika madhehebu yote, hili jambo liishe. Ninawasihi walimu, mwatweni waimbaji vizuri, hata kama wamekatika umeme wanaendelea. Mbona kwenye majukwaa ya mikutano mnafanya? Kwa nini hapa? Kwa nini katika ibada? Hilo jambo wapendwa, na wapenda sana, lisirudie tena. Lichukueni kwa upekee, litendeni kazi kwa upekee, na wagizeni kama kiongozi. Kwa upande wao, baadhi ya waumini na washiriki wa ibada hiyo wamesema ibada hiyo imekuwa ya baraka kwao, huku wakimshukuru Mungu kwa kuwawezesha kufanikisha zoezi hilo la kuchangia ununuzi wa vyombo vya muziki. Tukiwa bado tunaendelea kuangazia habari za kitaifa tulizonazo, zaidi ya wanafunzi 30 wa shule ya mchepuo wa Kiingereza ya Holyland Pre and Primary School ya Makongorosi wilayani Chunya mkoani Mbeya, inayomilikiwa na Lawena Nsonda maarufu kwa jina la baba mzazi, wamehitimu masomo ya darasa la 7, mgeni rasmi akiwa ni Tumaini Njabu. Ezekiel Kamanga ana undani wa taarifa hii. Awali, mkuu wa shule Yona Mwakalinga anaeleza mafanikio na changamoto za shule hiyo tangu kuanzishwa kwake. Ndugu
mgeni rasmi, tunashukuru sana mkurugenzi wa shule Lawena Nsonda kwa kufanikisha ujenzi wa vyumba 21 vya madarasa na matundu ya vyoo 33. Pia tuna ofisi 8 pamoja na vyoo vya matundu 8 kwa ajili ya walimu. Pia tumekamilisha ujenzi wa mabweni 6 ya kisasa na 3 kwa ajili ya wanafunzi wa kike, lakini 3 kwa ajili ya wanafunzi wa kiume. Pia tuna umeme pamoja na maji ya kutosha kwa ajili ya wanafunzi na watumishi. Ndugu mgeni rasmi, licha ya mafanikio hayo tulionayo, lakini pia tuna changamoto zifuatazo ambazo tunaamini uwepo wako leo pamoja na wageni wengine katika mahafali hii mtatusaidia kutatua changamoto hizi kwa 100% au hata kwa kiasi cha kuweza kuzimaliza kabisa, kwani changamoto tajwa hapo chini kwa ujumla wake zitagharimu kiasi cha shilingi milioni 407. Sisi kama shule mpaka sasa tumefanikiwa kupata kiasi cha shilingi milioni 127. Akijibu risala hiyo, mgeni rasmi Kumbuka Njabu, mbali ya kumpongeza Lawena Nsonda kwa maendeleo makubwa ya shule, amechangia saruji yenye thamani ya shilingi milioni 10 kwa ajili ya ujenzi. Kwanza nimeona majengo kweli amefanya vitu vikubwa, tunampongeza kwa nafasi yake. Sasa kama huko kwetu huku Chunya ni shule ya kwanza na ni mtu wa kwanza kuuguza kwenye sekta hiyo. Sisi wengine tunakimbia kwenye erosion, planting, magari, lakini anachofanya yeye anataka kutengeneza watoto shupavu wako vizuri. Na sasa tumeona watoto wako vizuri sana. Mimi hapa na toa milioni 10 ya simenti. Aidha, mkurugenzi wa shule hiyo Lawena Nsonda amesema kuanzia mwakani shule yake itaanza kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza baada ya kupokea maombi ya wazazi kwa muda mrefu. Wazazi wengi walikuja kuniomba kama mkurugenzi wa shule ya Holland kwamba tuanzishe sekondari. Sasa kwa jinsi ambavyo nilisikia mara ya kwanza, wazazi walinieleza wengi sana. Natangaza rasmi kwamba shule yetu ya Holland Pre and Primary English Medium School sasa tunaanzisha sekondari. Amina. Amina. Madiwani wa kata ya Bwawani, Sailon Mbalawata na Sofia Mwanauta, viti maalum, wanaeleza umuhimu wa wazazi kuwekeza elimu kwa watoto. Watoto ni zawadi yetu. Watoto ni mtaji wetu. Naomba na shule zingine waangalie namna ambavyo wenzao wanapoishi na watoto, hasa hizi primary ambazo ni private. Shule ambazo ni private, namna ambavyo mkurugenzi Lawena anakaa vizuri na watoto, basi na wenyewe waige mfano, sababu Lawena ni mtu mwenye upendo. Mahafali hiyo imepambwa pia na kwaya ya Zablon Singers kutoka Kahama mkoani Shinyanga. Kutoka hapa Makongolosi, wilaya Chunya mkoani Mbeya, mimi ni Ezekiel Kamanga wa Baraka TV. Asante Ezekiel Kamanga. Wachungaji wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Rukwa wilaya ya Sumbawanga wameaswa kuwa na maono pamoja na kuishi maisha bora katika huduma ya kichungaji ili kuwa mfano wa kuigwa kwa kanisa na jamii kwa ujumla. Mwenzetu kutoka mkoani Rukwa ni Vumilia Mwanyangala anatupa taarifa zaidi. Hayo yamezungumzwa na makamu mwenyekiti jimbo la Rukwa mchungaji Peter Kurwa Machibia katika kikao cha wachungaji wa wilaya ya Sumbawanga, huku wachungaji hao wakitoa maoni yao. Ukubwa wa huduma yetu kama wachungaji haupimwi kwa idadi ya viti vilivyojaa kanisani, bali ni idadi ya maisha yanayobadilika na yanayogusa watu wengine. Ukichoka mwili unahitaji kupata nafasi ya kupumzika, lakini maono yakichoka, kitu kinachohitajika ni kuhuisha mtazamo wako. Usipouisha mtazamo wako juu ya maono yako, ukasema umechoka kufikiri na kuibua vitu vipya katika huduma, hiyo huduma itakuwa imelala. Kinachotakiwa sisi kama wachungaji ni kuangalia namna ya kubadilisha mtazamo, na mtazamo ulenge kuleta mabadiliko, na yale mabadiliko yalenge kuwa na matokeo. Tukiangalia namna ambavyo kanisa lililopita ama kanisa la zamani na kanisa la sasa kuna utofauti. Na kama kuna utofauti, watu wengi wanahitaji sana waone matokeo ama maendeleo. Kwa mimi kama mchungaji ama kama wachungaji, ni muhimu kubadilisha mtazamo, hasa kutengeneza vizuri uhusiano na namna ya kukaa na Wakristo
na kuwafundisha ili matokeo yaweze kutokea kwao. Juu ya habari ya namna ambavyo kazi ya mchungaji inavyoweza kupimwa, hasa anapoweza kutenda kazi, kwamba mchungaji ili uweze kufanya kazi na kuweza kueleweka vizuri kwamba kweli unaendelea kufanya kazi ambayo ni nzuri, ni lazima pia ujaribu kuendana sawasawa na mazingira na wakati ambao tuko nao, kwamba kanisa tulokuwa nalo ni tofauti na kanisa la zamani. Wakristo sasa hivi ni Wakristo ambao wamebadilika kulingana na sayansi na teknolojia na mambo yanavyoendelea kwenda. Kwa hiyo na sisi pia tunajaribu kweli kuendana na wakati na mazingira tuliyokuwa nayo ili tuendelee kuwahudumia kulingana na huo wakati. Yaani ile huduma tunaweza kuipeleka waweze kuipokea, lakini pia iweze kueleweka ndani ya kanisa, lakini pia jamii kwa ujumla ambao wanaweza kuwatazama Wakristo wetu ndani ya kanisa waweze kuvutwa na mwenendo wa kwao. Jinsi gani mchungaji anaweza kujitengenezea mazingira akiwa mtumishi, kwamba lazima awe na jicho la kiroho la kuona katika maisha yake ya mbele ya usoni katika utumishi wake, ili unapoishi lazima uwe na shughuli mbadala ambazo zinaweza zikakusaidia katika maisha yako. Unapoongoza kundi, manake uwe mfano na kielelezo, kwa sababu ndio wajibu wetu. Natakiwa sisi tuwe kioo na mwanga kwa watu, na huku tukitoa elimu kuhamasisha watu wajue wajibu wao, namna ya kusimama katika kumtumikia Mungu. Hapa ni ofisi za wilaya ya Sumbawanga, kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Rukwa, ambapo kimefanyika kikao cha wachungaji ambao wapo ndani ya wilaya hii ya Sumbawanga wakiwa wanaongozwa na makamu mwenyekiti wa jimbo kanisa la Moravian Tanzania, mchungaji Peter Kurwa Machibia. Mada kuu ikizungumza kuhusiana na maisha ama huduma ya mchungaji wakati wa sasa, lakini pia maisha ya hapo baadaye. Nikiripoti kutoka hapa mjini Sumbawanga, kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Rukwa, Vumilia Mwanyangala, Baraka TV. Asante Vumilia kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa Baraka TV, baada ya taarifa hiyo kutoka mkoani Rukwa, sasa inatupa mapumziko mafupi, na tutakaporejea tutakuwa na mwendelezo wa taarifa inayosema imani za kishirikina ni kichocheo cha ukatili wa kijinsia kwa watoto mkoani Mbeya. Lakini pia utasikia taarifa nyingine kuhusiana na swala zima la amani. Usiondoke hapo, tutakaporejea tutakuletea habari hizo. Baki pamoja nasi. Tukiwa bado tunaendelea kuangazia habari za kitaifa tulizonazo, tuelekee pale mkoani Songwe. Viongozi wa dini nchini wametakiwa kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha na kulinda amani, utulivu na mshikamano katika jamii. Mwandishi wetu Deus Mela anatuarifu taarifa hii kutoka mkoani Songwe. Rai hiyo imetolewa na askofu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Mbozi, mchungaji Julius Sikana, wakati wa ibada ya harambee ya ujenzi wa kanisa inayoendelea katika kanisa la Moravian Tanzania ushirika wa Vwawa mkoani Songwe. Askofu Sikana amekemea vikali baadhi ya viongozi wa dini wanaoshabikia vitendo vinavyoweza kusababisha kuvunjika kwa amani nchini, huku akisisitiza kuwa viongozi hao wanapaswa kutumia nafasi zao kuelimisha jamii na kuhamasisha upendo, umoja na amani. Sisi tulio viongozi wa dini, maaskofu na dini mbalimbali, tunapaswa kuwa sehemu ya kutunza amani. Na bahati mbaya sana, wakati mwingine sisi tulio viongozi wa dini tumeshabikia mambo hayo. Wakati mwingine tumekuwa sehemu ya chanzo cha machafuko hayo. Badala ya kutuliza amani, badala ya kutangaza amani ama kuhubiri amani, tumekuwa watu wa kuchochea. Lakini naomba nitoe pia usia wangu kwa vyombo vya serikali kuendelea kuilinda na kuidumisha amani, lakini lilo la msingi sana kuisimamia haki ambayo ndiyo msingi mkuu wa amani. Wala zote haki kipotoshwa ya mtu, amani haiwezi kuwepo. Hivyo kwa sababu hiyo, naomba serikali
tuilinde amani kwa kuisimamia haki ila ambayo kila mmoja anapaswa kuipata katika nchi na katika taifa. Ziko haki kwa waumini, lakini ziko haki za raia. Sisi kanisa na watumishi wa Mungu, kazi tunayoifanya ni moja tu na serikali. Kiwa serikali kuna mahali imekosea, kazi yetu ni kuishauri serikali. Lakini pia serikali ikiwa kuna mahali inaona sisi tumekosea, ni kazi ya serikali kutushauri sisi tulio viongozi wa dini. Naomba turudi kwenye asili yetu kama tulivyokuwa tumeshikamana tangu mwanzo, tukawa kitu kimoja, dini pamoja na serikali, turudi mezani. Kama kuna mahali ipo kasoro yoyote, basi tukae pamoja katika meza moja tupate kuyajenga. Tuondoe chuki, kwa sababu chuki huleta migogoro, huchochea machafuko na wakati mwingine umwagaji wa damu. Kazi yetu ni kusameheana sisi kama ndugu wa baba mmoja. Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Mbozi ushirika wa Vwawa, Anania Tweve, amesema shughuli mbalimbali zinazofanyika katika jamii ikiwemo ibada zinategemea uwepo wa amani na utulivu. Amesema ni muhimu kila mwananchi, hususan viongozi wa dini, kutambua wajibu wao katika kuhakikisha amani inalindwa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Sisi kama watumishi wa Mungu ambao tumeitwa kumtumikia Mungu kwa kuwahudumia Wakristo, tunaamini kabisa kwamba katikati ya Watanzania pamoja na Wakristo wetu ambao tunawaongoza, tunategemea kabisa kwamba amani ni kitu cha msingi. Na leo hii tumekusanyika hapa kwa ajili ya harambee ya ujenzi wa jengo la kuabudia ambalo linagharimu shilingi milioni 800. Amani ina nafasi kubwa katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu hii ndio inaleta furaha ndani ya familia na kanisa pamoja na jamii. Magombano yasipokuwepo, amani inatawala. Sisi tunaomwabudu Kristo, sisi wa Kristo, tunaomba Wakristo wote tumchuchumilie huyu Kristo, kuendelea kuomba, endelee kuachilia amani, sababu yeye Kristo ni Bwana wa amani. Ili amani iendelee kuwepo, kanisa tunapaswa kusimama katika maombi. Mimi ni Deus Mela. Shukrani sana Deus Mela kwa mkusanyiko wa taarifa hiyo kutokea mkoani Songwe. Mtazamaji wa Baraka TV, tunapata mapumziko mafupi, na tutakaporejea hapa tutaweza kukuletea mkusanyiko wa habari za mataifa mbalimbali ambazo zitaletwa kwako na Sifaeli George Kionjola. Usiondoke, baki pamoja nasi. Mimi ni Hobokela Luinga. Naam, tumerejea sasa mtazamaji wa Baraka TV, mwanga wa matumaini na ukombozi, katika mkusanyiko wa habari zetu, na sasa ni habari za kimataifa ambazo zinaletwa kwako na Sifaeli George Kionjola. Karibu. Na mzifuatazo msikilizaji ni habari za kimataifa. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umesitishwa na kwamba ataachiliwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekewa tangu mwezi Mei kutokana na tuhuma za ufisadi. Mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba amesema Rais Yoweri Museveni ameagiza Among aachiliwe na kwamba hatashtakiwa, akieleza kuwa licha ya makosa yaliyodaiwa kufanywa, rais ameamua kumsamehe. Among aliwekwa chini ya ulinzi nyumbani kwake mjini Kampala baada ya uchunguzi uliohusisha upekuzi wa ofisi zake na kukamatwa kwa mali mbalimbali ikiwemo gari la kifahari aina ya Rolls Royce. Hata hivyo, mamlaka ya kupambana na rushwa nchini humo sasa zinasema hazifuatilii tena kesi yoyote. Anita Among, ambaye aliwahi kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali ya Museveni, amekuwa akikabiliwa na tuhuma za ufisadi kwa miaka kadhaa na hata kuwekewa vikwazo
zilizotangazwa na Marekani pamoja na Uingereza. Wachambuzi wanaona hatua hiyo kama ishara ya mabadiliko ya nguvu za kisiasa nchini Uganda, huku Muhoozi akiendelea kuonekana kuwa mrithi wa Rais Museveni. Na sasa tuelekee kule Port-au-Prince ambako takribani watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia jamii ya Kenskof karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Umoja wa Mataifa umesema tukio hilo ni miongoni mwa visa vikubwa zaidi vya utekaji nyara nchini Haiti katika miaka hivi karibuni. Kiongozi mmoja wa genge ametishia kuwaua mateka hao iwapo vikosi vya usalama vitawaua wanachama wa kundi lake wakati wa operesheni za kudhibiti eneo hilo. Mashambulizi hayo yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama nchini humo, huku yakifuta matumaini kwamba hali ilikuwa imeanza kuimarika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani tukio hilo, akibainisha kuwa watu 22 waliuawa ndani ya eneo la kanisa walikokuwa wamekimbilia kujikinga. Mamlaka za Haiti zimesema uchunguzi umeanzishwa ili kubaini iwapo kulikuwa na uzembe au ushirikiano uliochangia tukio hilo. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 1.5 wamekimbia makazi yao kutokana na machafuko ya magenge, huku zaidi ya watu 3,000 wakiuawa nchini Haiti katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Wakati huo, Rais Donald Trump wa Marekani amewasilisha bungeni makubaliano ya ushirikiano wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya Marekani na Saudi Arabia kwa sharti la kuitambua Israeli. Makubaliano hayo yalifikiwa mwezi Julai, yataruhusu kampuni za Marekani kuuza teknolojia ya nyuklia nchini Saudi Arabia, huku yakitarajiwa kugharimu mabilioni ya dola. Hata hivyo, Saudi Arabia imeendelea kushikilia msimamo wake kwamba haiwezi kuitambua Israeli bila kuwepo kwa njia ya wazi na ya kudumu katika kuelekea kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Baadhi ya wabunge wa chama cha Demokrat na wataalamu wa udhibiti wa silaha wameonyesha wasiwasi wao kuhusu makubaliano hayo, wakisema hayazuii Saudi Arabia kurutubisha urani au kuchakata takataka za urani, hatua ambayo zinaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Iwapo Congress haitayapinga makubaliano hayo ndani ya siku 90 za vikao vyao, yataanza rasmi kutekelezwa. Mwisho wa habari za kimataifa, mimi ni Sifaili George Kionjola. Huyo ni Sifaili George Kionjola, ametupitisha kwenye habari za mataifa mbalimbali, mtazamaji wa Baraka TV Habari. Na kwa sasa tunapata mapumziko, na tutakaporejea basi mkusanyiko wa habari za michezo na burudani zitakuwa zikifuata hapa, na muona mwenzangu Deus Mela anapiga jaramba ili aweze kutujuza habari ambazo zimeweza kujiri katika ulimwengu wa habari zile za kimichezo. Usiondoke, tunarejea muda mchache ujao. Na mtazamaji wa Baraka TV, sasa ni wakati mzuri huu wa kuenda kutazama taarifa zile za michezo ambazo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Mimi ni Deus Mela. Basi moja kwa moja tuanze na taarifa kutoka pale shirikisho la soka Tanzania TFF, ambapo mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Tanzania Sudi Abdi ameeleza vitu 6 vinavyofanywa marudio kupitia mfumo wa FVS ambao unatumika katika ligi kuu ya Tanzania bara. Wauliza swali zuri sana ambalo bila shaka wengi hawalijui. Vitu vilivyotajwa ambavyo vinaweza kufanywa review kwenye FVS. Kwanza, goli linapofungwa. Goli linapofungwa maana yake goli halali ama sio halali. Na goli linapofungwa tunaangalia pale shambulizi ambalo limeanza kutengenezwa. Je, timu inayoshambulia kuna kosa amelifanya, aidha kushika mpira au mpira labda ulitoka ama kulikuwa na offside kabla ya goli kufungwa. Baada ya kuangalia wana kitu wanaita APP, maana yake attack possession phase. Baada ya kuangalia hiyo APP, wakijiridhisha kwamba hakukuwepo na tatizo lolote, basi hapo goli litakuwa halali. Kama lipo, basi watu watarudia katika kuhukumu lile kosa ambalo limetokea hapo awali. Lakini jambo jingine ni penalty. Pale ambapo mwamuzi anatoa penalty, tunaangalia kwamba je, penalty iko sawa. Lakini pia kama
iko sawa, tunaangalia pia LPP, hilo shambulizi ambalo limekuja kuzalisha penalty. Kama huko nyuma labda kumetokea offside au timu inayoshambulia ambao imepata penalty imefanya kosa, tunaangalia. Kama kuna kosa lilitokea wamelifanya wao halijaonwa na mwamuzi, it means ile penalty inakufa, tunakuja kuliadhibu kosa lile la kwanza. Lakini jambo jingine ni kadi nyekundu, direct red card. Tuna review kuangalia kwamba kadi nyekundu imetoka kwa usahihi au pale haikutoka kumbe ilistahili kutoka. Hilo ni jambo la tatu. Lakini jambo jingine mistaken identity wanaita. Mistaken identity pale ambapo mchezaji anaonyesha kadi ya njano au anatolewa nje kwa kadi nyekundu, lakini kiuhalisia sio aliyefanya kosa. Labda alifanya kosa mchezaji namba 7, lakini aliyotolewa nje au aliyopewa kadi ya njano ni namba 9. Kwa pale tunaruhusiwa kufanya marejeo. Lakini katika mwaka huu kwenye sheria mpya kuna vitu viwili vimeongezeka, kwamba kadi ya pili ya njano inaopelekea kadi nyekundu, lakini pia pigo la kona iko sawa sawa. Kwa hiyo kona kick imeongezeka, lakini kadi ya pili ya njano nayo imeongezeka. Kwa hivyo vitu 6 ndio vinaweza kuangaliwa kwa kufanyiwa review. Huyo ni Sudi Abdi ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya waamuzi. Hapana shaka mtazamaji wa Baraka TV mweza kutazama hivyo vitu ambavyo vinatumika hasa kuviangalia kwenye mfumo huu ambao ni mpya kabisa kunako ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini pia Sudi Abdi ameweza kuelezea namna kadi maalum zinavyotumika kumuelewesha mwamuzi kwenda kufanya marudio ya tukio husika endapo tukio likitokea la utata. Maelezo kidogo hapa. Pale ambapo anaona kocha kuna jambo ambalo halikwenda sawa, anahitaji kufanya review, kwa maana anapeleka review request card, zile kadi anaipeleka kwa mwamuzi wa akiba. Mwamuzi wa akiba anamwashiria au anamwambia mwamuzi aliyoko kwenye mchezo utakaposimama, kabla mchezo haujaanza, kwa sababu huwezi ukafanya review baada ya kwa mchezo umeshaanza, inapotea. Kwa hiyo kabla mchezo haujaanza tena, mwamuzi anakwenda kufanya review kwa lile ambalo limeombwa na mwalimu. Endapo mwamuzi anabadilisha maamuzi yake, kwa maana kile alichokiomba kocha kiko sahihi, ina maana ile kadi aliyoipeleka anarudishiwa tena. Anaendelea kubaki na kadi zake 2. Lakini ikionekana kwamba mwamuzi ndio alikuwa sawa na kile alichokiomba kocha hakiko sawa, basi ile kadi moja inakuwa imalizika, kwa na nafasi moja ya kufanya review. Naam, mtazamaji wa Baraka TV, hiyo ni taarifa kutoka pale shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, ambayo ilikuwa ikihusu mfumo wa video ambao unatumika kunako ligi kuu ya Tanzania bara. Tukiacha taarifa hiyo mtazamaji, sasa moja kwa moja turudi hapa mkoani Mbeya, ambapo klabu ya Mbeya City imetangaza kuwa ipo katika hatua za mwisho za kuweza kununua basi jipya ambalo litawasaidia kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ambapo Mbeya City tunatambua kwamba wapo kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini pia afisa habari wa Mbeya City Gwamaka Mwakota amesema ununuzi wa basi hilo utakwenda kurahisisha usafiri. Kwanza niseme tu, umetolea mfano baadhi ya hizo timu. Umeona sisi tumechelewa kuwa na hilo gari. Unajua wakati mwingine kuchelewa nako kuna faida. Tunataka kutafuta magari ambayo yana ubora kuliko yule yasema, hilo la kwanza. Lakini la pili, kwa sasa hivi wakati kwenye mpango huu wa muda mfupi ambao tuko nao, tunahakikisha kwamba timu yetu inasafiri kwa magari ambayo yako bora. Kuna wadau ambao tutazungumza nao na tayari mazungumzo yamekamilika, na amini kabisa zile iliza ambazo watu wanatamba nazo, sisi kwetu tutakuwa jambo la kawaida sana kusafiria. Kwa hiyo tutakuwa very comfortable, very luxury katika kusafiri, na kulingana na ratiba ya ligi kama michezo 3 Arusha tunakwenda kurelax, tutafanya vizuri kabisa. Ile challenge ama changamoto ya uchovu na fatiki ngumu naamini itapungua. Wakati tunarejea tukitoka championship kuja ligi kuu ya soka Tanzania bara, tulisema tuna mikakati ama mipango mikakati ya miaka 3. Mwaka wa kwanza ni kuhakikisha for the enemies tunabakia kuja ligi kuu ya soka Tanzania bara. Alhamdulillah tumebakia. Mwaka wa pili tunataka kwenda kumaintain timu yetu isiwe kwenye kundi la kupapatuana kushuka daraja wala kucheza playoff. Sinaeleweka vizuri.
kwamba hatutakuwa na mpango wa kupapatuana kujizuia kushuka daraja wala kujizuia kucheza playoff. Kwa hiyo huu ndo mpango wetu wa mwaka wa pili, kubakia kwenye nafasi ambazo hazina mashaka. Mwaka wa tatu tutaenda kutafuta top 4. Tukiachana taarifa hiyo, mtazamaji wa Baraka TV, ila ambayo ilikuwa na wahusu wagonga nyundo wa jiji la Mbeya, sasa moja kwa moja tujikite kunako ligi kuu ya Tanzania bara, ambapo ligi hiyo mtazamaji itaendelea siku ya kesho kwa michezo miwili. Mchezo wa mapema kabisa utazikutanisha timu za Mashujaa kutoka pale mkoani Kigoma, wao watakuwa wakimkaribisha Kagera Sugar. Na ukumbuke kabisa kwamba Kagera Sugar kwenye mchezo uliopita waliweza kupoteza kufunga mabao 6-2 dhidi ya Geita Gold. Na mechi hiyo mtazamaji itachezwa katika dimba la Lake Tanganyika Kigoma majira ya saa 10 za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ukiachana na mchezo huo ambao utawakutanisha Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar, mtazamaji wa Baraka TV, tena siku ya kesho ligi hiyo itaendelea majira saa 1 za usiku. Mchezo kati ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, wao watakuwa nyumbani katika dimba lao la Meja Jenerali Samuel Dar es Salaam wakiwakaribisha Coastal Union. Makocha wa timu zote mbili ameweza kueleza maandalizi yao, namna ambavyo wameziandaa timu zao kuelekea kwenye mchezo huo. Huyu hapa ni kocha msaidizi wa Simba Selemani Matola, anaeleza maandalizi yao kwenda kwa kabili Coastal Union. Mechi ngumu kesho, lakini pamoja na uzuri wao na ugumu wao na the way waga wanatupaga mechi ngumu, sisi tumejiandaa kuhakikisha tunapata alama 3 muhimu katika mchezo wa kesho. Mimi nasema kwamba kimekuwa ni kitu muhimu sana kuwepo kwa TV support kama walivyosema, na kimeweza kwetu sisi uwanja wa mazoezi tumeweza kuongeza umakini sana kwa wachezaji na kuweza kuepuka yale ambayo yalikuwa hayaonekani na sasa yanaonekana. Kwa hiyo mimi nafikiri imekuwa ni kitu muhimu katika ligi yetu. Ni mchezo wa makosa. Tumekuwa tumepata matokeo, lakini kama umesema tumekuwa tukiruhusu magoli. Kwa hiyo hata sisi kama benchi la ufundi limekuwa linatumiza vichwa, lakini tuna nafasi ya kuweza kurekebisha hayo ili kuanzia kesho tusiweze kuruhusu magoli. Kitu kikubwa ni sisi tuweze kupata matokeo na bila kurudisha goli lolote. Kwa hiyo nafikiri mchezo wa kesho unaweza kuwa uko tofauti kabisa na michezo ambayo tumecheza iliyopita. Kweli tumekuwa tukilifanyia kazi kama benchi la ufundi. Hatufurahishwi na red card zilizotokea kama benchi la ufundi, na filamu hata mwana Simba yote alifurahishwa. Kwa hiyo mimi nafikiri tuna kazi sisi kama benchi la ufundi pamoja na wachezaji kufanya kazi na tuweze kurudia tena makosa kama haya. Kwa upande wao Coastal Union, kocha Fikiri Elias naye ameweza kuelezea namna ambavyo wamejipanga kuenda kupata alama 3 mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Coastal tunafahamu ubora na ushindani ambao Simba wamekuwa wakileta katika mchezo, so tumejiandaa kuwakabili hasa baada ya kustudy mbinu za Mwalimu Beka, the way ambavyo anaoperate wakati wa mchezo. So tumejiandaa. Tunafahamu Simba wanacheza mpira wa fast attack, lakini kwa kijaribu control katika eneo la katikati. So tumejipanga kwenye hilo. So tunatambua wanakuwa wako vulnerable kidogo kama timu pinzani wanakuwa wazuri kwenye transition. So tumeweka mipango namna gani tunawakabili ili tuweze kupata matokeo mazuri kuelekea mchezo wa kesho. Cha msingi ni kuendelea kuokota alama, sababu tumecheza michezo mitatu so far, alama 1, so hiyo imepita. Tuna focus na mchezo unaofuata ambao ni kesho. So tumekuja kucheza kutafuta alama pia. Kwa hiyo haitusumbui. Bado ligi ni mbichi kabisa. So tunaamini tutaendelea kuokota alama kadri mechi inapoendelea. Siwezi kusema kama ni headache kwa sababu mara nyingi walimu au timu mara nyingi tunapenda kucheza timu ambazo ziko bora. Kwa nini? Kwa sababu katika michezo bora na timu bora mara nyingi mengi ya kujifunza na mengi ya kuimprove. Kwa hiyo kwetu sisi ni fursa ya kuendelea kuimarisha mikakati, mbinu, lakini pia develop wachezaji wetu. Hao ni makocha wa timu zote mbili, mtazamaji wa Baraka TV. Mweza kuwasikiliza kwa upande wa Simba kocha Selemani Matola, lakini kwa upande wa Coastal Union kocha Fikiri Elias, wakijinadi hasa namna ambavyo wameziandaa timu zao kwenda kutafuta alama 3 siku ya kesho. Kumbuka kuwa
Mchezo uliopita Coastal Union aliweza kufungwa mabao 4-1 dhidi ya wananchi Young Africans, lakini wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club walikuwa pale Singida ambapo waliweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Singida Black Stars. Utamu wa ligi kuu ya Tanzania bara, mtazamaji, unaendelea kuzidi kasi. Na mtazamaji wa Baraka TV, baada ya kuweza kutazama taarifa za michezo za hapa nyumbani, sasa moja kwa moja tukatazame taarifa za michezo kimataifa, ambapo tutaanzia pale katika ligi kuu ya pale nchini Hispania maarufu kama La Liga. Siku ya leo majira saa 4 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki kutakuwa na mchezo mmoja, mchezo kati ya Real Madrid atakuwa akimkaribisha Real Sociedad. Mechi hii inachezwa katika dimba lile Santiago Bernabeu, na ukumbuke kwamba mchezo uliopita Real Madrid alikuwa ugenini, mtazamaji, kucheza dhidi ya Espanyol Barcelona, na kikosi cha Real Madrid wao waliweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Sasa ni siku nyingine tena, kocha Jose Mourinho atakuwa akijiuliza dhidi ya Real Sociedad. Pia tukisalia huko barani Ulaya, shirikisho la soka kule barani Ulaya UEFA wameachia rasmi mpira ambao utatumika katika hatua ya makundi ya UEFA Champions League kwa msimu wa mwaka 2026 mwaka 2027. Lakini pia kumbuka kwamba draw ya UEFA Champions League itafanyika siku ya kesho Alhamisi kuanzia majira saa 2 kamili usiku mjini Budapest, huku Europa Conference League wao ratiba yao itafanyika majira saa 9 alasiri siku ya Ijumaa. Naam, mtazamaji wa Baraka TV, ni hayo tu kwa siku ya leo kunako taarifa za michezo hapa Baraka TV. Hizo zilikuwa ni habari za michezo na burudani ambazo zimeletwa kwako na Deusimela, mtazamaji. Na habari hizo ndizo ambazo zinatupa nafasi ya kuhitimisha habari yetu kwa siku hii ya leo. Ni tujikumbushe tu yale ambayo tulikuwa nayo katika mkusanyiko wa habari zetu kwa usiku huu wa leo, mpenzi mtazamaji, ambapo serikali imetoa tahadhari ya uhifadhi wa chakula kufuatia uwezekano wa uwepo wa mvua nyingi. Lakini pia umesikia Askofu Robert Pangani wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi amewataka wazazi na walezi kuwapa watoto malezi bora na kuwafundisha kumjua Mungu. Katika habari za kimataifa umesikia watu 47 wameuawa na wengine zaidi ya 50 wametekwa nyara kule Haiti. Bila kusahau pia habari za michezo tumekujuza kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara kuendelea tena siku ya kesho kwa michezo miwili. Huo ndio mwisho wa habari yetu kwa siku hii ya leo. Kesho pia tutakuja na mkusanyiko wa habari nyingine, hivyo usikose kututazama na kutufuatilia. Endelea kuitazama Baraka TV, mwanga wa matumaini na ukombozi. Kwa niaba ya wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, mimi ni Hobokela Lwinga. Uwe na usiku mwema.